Tuendelee katika sehemu ya 11 ya simulizi yetu hii ya Binti Tausi. Nikukaribishe mpenzi msikilizaji wa Light Simulizi popote pale ulipo katika kibao chetu hiki cha siku hii ya leo. Karibu sana ukaweze kutega sikio lako katika sehemu hii ya leo ili uweze kujua nini kilijiri. Lakini kabla ya kusonga mbele, tuangalie pale tulipoishia katika sehemu ya 10. Ni pale safari ya kina Eric na Irene ilikuwa taratibu sana, huku wawili hawa wakiongea na kucheka kwa pamoja muda wote wa safari. Kama huku shamba ni kuzuri, tutalala halafu tunarudi kesho, alisema Irene wakiwa wanakaribia kufika mwisho wa safari yao. Basi tuendelee katika sehemu ya leo. Mimi naitwa Trishi. Karibu sana. Alafu tulale wapi? Eric aliuliza kwa sauti fulani yenye mshangao kweli kweli, huku akimtizama Irene. Alikuwa anaendesha gari taratibu, huku anatizama mazingira ya Mlila Yoyo ambayo ilionyesha kuchangamka jioni hii ya leo. Lazima kutakuwa na sehemu ya kulala, mbona akina baba wanalalaga huku? Alisema Irene kama vile anachokiongea ni kitu cha kawaida na ni haki yao. Hakujua kama mwenzie Eric alikuwa ameshikwa na mshangao wa kihoro na kuhisi koo lake likikauka ghafla, lakini wale ni baba na mama. Isitoshe, sidhani kama umewaambia baba na mama yako kuwa utalala huku, maana sijui kama wangekukubalia, alisema Eric kwa sauti ambayo ilionyesha hakutaka lawama toka kwa mtu yeyote kwa kitendo cha wao kutokurudi mjini. Mbona usemi kuhusu mama yako? Maana hata anajua tunaweza kulala. Halafu nimesema kama kutakuwa kuzuri, kama ni kubaya si tunarudi au? Alisema Irene huku wanaingia kwenye mtaa maduka mengi na magenge ya kuuzia bidhaa. Yaani eneo hili lilifanana na kuitwa ndio mjini kwao. Kwa kawaida tunaitaga center, lakini Irene, hujasema kuhusu wazazi wako kama umewambia kuwa unalala huku, alisema Eric. Lakini Irene hakujibu kitu zaidi. Akasogeza gari pembeni na kusimama, kisha akatoa simu yake kwenye mfuko wa suruali yake, halafu akatafuta namba ya mwenyeji wao na kuipiga. Iliita sana bila kupokelewa mpaka ilipokatika. Akajaribu kuipiga tena huku Eric akimtizama. Safari hii japo iliita sana lakini ikapokelewa. Halo, nani mwenzangu? Ilisikika sauti ya mama mtu mzima ambayo licha ya kujawa na lafudhi ya kindende ule, lakini pia ilitawaliwa na ulevi wa wazi kabisa. Kwanza kabisa Irene alimtizama Eric ambaye hakusikia ile sauti. Shikamoo, naitwa Irene, mtoto wa... Kabla Irene hajamaliza kujitambulisha tayari mama huyo alishadakia. Oh, marahaba Irene, vipi umeshafika? Aliuliza yule mama kwa sauti ya kilevilevi. Hapa Irene akaweka kwanza loudspeaker ili Eric naye asikie sauti ya mwenyeji wao. Ndio, tumeshafika, tupo hapa kwenye maduka mengi, alieleza Irene huku anamtizama Eric. Sasa nisikilize kwa makini. Hapo madukani kuna njia inakwenda kulia, ifuate. Utanikuta na wasubiri barabarani, alisema yule mama mtu mzima. Alionekana amelewa kweli kweli. Haya, tunakuja hapo na lile gari linalokuja nalo baba, alisema Irene, kisha akakata simu na kuingiza gia akiondoa gari kufuata ile barabara aliyoelekezwa na mwenyeji wao. Yaani anaonekana amelewa, alisema Irene huku anakata kona kuingia barabara ya vumbi. Upande wa Bwana Hassani na mke wake waliondoka pale kwenye grocery kwa nia ya kuelekea nyumbani kwao. Lakini walipofika karibu na mtaa makumbusho ya Majimaji, wakasimamisha gari kwa lengo la kununua zawadi za watoto wao ambao siku ile hawakuwa nao kutokana na kuwa shule. Fanya haraka kidogo mke wangu, unajua toka tutoke asubuhi hatujafika nyumbani, alisisitiza Bwana Hassani. Wala usijali baba, dakika tu, alisema mke wa Bwana Hassani ambaye ni mwalimu, huku akishuka toka kwenye gari na kuelekea kwenye moja ya duka
akimwacha mume wake ndani ya gari, akiwaza kuhusu kumpata Eric, ambaye licha ya kujipatia fedha nyingi toka kwenye ufalme wa Mbogolende, pia atakuwa amemsaidia kijana huyu kupata haki zake kama mtoto wa mfalme. Kingine kilichokuwa kinamchanganya na kumtia wasiwasi ni wale vijana watatu. Mara baada ya kujitambulisha na mbaya zaidi, hata alipomuulizia yule binti pia walizidi kushtuka na mwisho kuamua kuondoka zao. Upande wa Dr. Simoni naye hakukaa sana pale nje, akaelekea ndani ya hoteli na kuingia kwenye chumba chake. Akamkuta mke wake akiwa anaandaa nguo zao wote wawili ambazo wangevaa ukumbini. Hii ndio kawaida wanandoa. Hata kama walikuwa wamepishana kauli, lakini baadhi ya mambo yanakwenda kama kawaida. Kwani wewe nani aliyekuambia kuwa huyo Jafari ni huyo wa maduka ya vifaa vya michezo? Aliuliza mke wa dokta, ambaye alionyesha kuwa bado alikuwa na hasira na jambo lile. Nimeongea na Kidenya akanielekeza kila kitu, alisema Dr. Simoni huku anavua nguo na yeye akaingia bafuni. Kwa hiyo ndo akakwambia Jafari hafai kuishi na Irene? Mama Irene akauliza tena. Hapana mke wangu, siwezi kumwamini Kidenya, maana ameshaonesha kumsifia sana Eric. Cha msingi wewe fanya uchunguzi, kisha ongea na Irene kuhusu mahusiano yake na Eric na abakie na Jafari, alisema Dr. Simoni, ambaye kama ukimchukulia haraka haraka ungesema ni kweli ameamua kumuunga mkono mke wake, ila alikuwa na maana kubwa ya kurejesha amani baina yao, huku akijua fika mahusiano ya Irene na Eric yanazidi kukomaa. Wakati Kidenya kamwambia kuwa Jafari aliondoka kwa hasira baada ya kumwona Irene akiwa na Eric. Hapo Mama Irene akaacha tabasamu moja mwenana, ambalo kama ungemwona ndipo ungejua kuwa Irene anafanana na mama yake, maana lilimfanya arudishe sura ya kitoto. Kwa hiyo mume wangu, umekubaliana na mimi kuhusu Irene kuachana na Eric? Aliuliza Mama Irene kwa sauti ya upole, huku bado tabasamu limeshamiri usoni mwake. Ndio, lakini kumbuka kitu kimoja, sio kwenda kumlazimisha kuwa na Jafari. Hilo atalifanya kwa hiari yake mwenyewe, alisitiza Irene ya Dr. Simoni, huku anamalizia kuvua nguo zake na kuingia bafuni. Siwezi nikafanya ukuadi kwa mwanangu, mimi nitamshauri tu, alisema Mama Irene, huku anaacha kuandaa nguo na kupembua zile alizozivaa mwilini. Kisha akaingia bafuni alikokuwa mume wake. Wewe ushaoga mke wangu? Dokta aliuliza kwa mshangao uliambatana na kicheko, huku mke wake akijing'atang'ata kujibu na kubakia akicheka tu. Baada ya Mage kuachwa pale na Bwana Bahati akiamini kwa yule boda atamrudia, Mage alitembea kwa mwendo mrefu bila kuona boda yule akimjia. Itakuwa amekwenda mbali sana, alijiuliza Mage huku anaendelea na safari yake ya usafiri wa miguu, jasho likimtiririka toka kichwani mpaka kwenye sehemu ambazo hazitajwi mchana, huku miguu yake ikizidi kuchafuka kwa vumbi. Mage alijikuta anakaribia kumaliza mtaa wa Mahenge pasipo kumuona Bahati. Hata alipolipita gari lililokuwa limesimama pembeni ya barabara, hakuweza kumuona Bwana Hashani, ambaye alikuwa anashuka toka kwenye gari lake na kuelekea kwenye duka lililokuwepo pembeni ya gari lake. Mage wakati anaendelea kutembea akiwa anakatiza kwenye grocery fulani mwishoni kabisa mwa nyumba ambazo zinatumika kama makazi ya watu, akatizama kwenye grocery hiyo na kumuona Bahati akiwa amekaa na rafiki yake mmoja wanapata kinywaji. Akasimama na kushika kiuno huku akimtizama Bahati kwa hasira. Upande wa Irene na Eric hawakutembea sana kwenye ile barabara kubwa ya vumbi iendayo Hanga Monasteri. Wakawaona watu wawili, watu wazima, mbaba na mwanamama, waliovalia kwa mtizamo tofauti. Wakati yule mwanamama akivalia gauni fulani jeusi la maua na kujifunika kwa kanga safi na mpya juu yake, huku chini akivalia sendo fulani nyekundu. Yule mwanaume alivalia shati na suruali safi ambazo licha ya usafi wake lakini zilimezwa na uchakavu wake na kufanya nguo hizo zionekane kuwa sio nzuri, huku chini kabisa akivalia viatu ambavyo vilimsaidia kwenye nyayo pekee, maana vilikuwa vimechanika sana, na hata yeye mwenyewe mwenye kuvivaa sidhani kama alikuwa anakumbuka lini mara ya mwisho kuvigusisha kwenye maji. Labda umande ambao viatu hivi vinapambana nao kila siku,
asubuhi kwa safari za shambani. Kingine kikubwa, wawili hawa walionekana kulewa sana. Nilihisi ungepotea Irene, alisema yule mama ambaye ndiye mwenyeji wao. Mara tu baada ya kina Irene kusimamisha gari na kushusha kioo cha upande wa Eric. Unadhani wasomi wanapoteaga? Alisema yule mwanaume mtu mzima kwa sauti ya kilevi iliyoambatana na harufu ya pombe iliyomjia Eric usoni moja kwa moja kutokana na wawili hawa kusogea kwenye mlango wa gari. Wakasalimiana na wale wawili wakaingia kwenye gari, kisha safari ya nyumbani ikaanza. Bora umekuja na mkwe, maana ungejisikia upweke peke yako, alisema yule mama huku safari ikiendelea. Hapo Eric na Irene wakatabasamu kidogo pasipo kujibu kitu. Safari haikuwa ndefu, ni kama mita 200 tu. Wakawa wameshafika nyumbani kwa wenyeji wao, ambako wamepakana na shamba la Dr. Simoni ambalo lilionekana kuwa na nyumba ndogo nzuri pembezoni karibu kabisa na nyumba ya mwenyeji wao, ambapo waliwakuta watoto kadhaa wakicheza mbele ya nyumba ile, ambao mara baada ya kuliona gari lile wakaanza kulishangilia. Irene alisimamisha gari kwenye uwanja wa nyumba ya mwenyeji wao, kisha wakashuka. Karibuni sana jamani, ngoja nikuchukulie funguo, alisema mwenyeji wao, yani yule mama, huku anaingia ndani akiwaacha kina Eric na Irene wakimiminiwa shikamoo na wale watoto, huku yule jamaa akiwatizama kwa macho ya kilevi. Mama mwenyeji wao hakutumia muda mrefu mle ndani, akatoka akiwa na funguo, kisha akampatia Irene. Baba yako huwa analisogeza gari pale kwenye nyumba yenu, kama kupika utatoka uje kupika hapa. Unaweza ukawatuma hawa watoto magengeni kuangalia mboga au kaenda mwenyewe kutembea kidogo, alisema yule mama ambaye alionyesha wazi kuwa alikuwa na haraka ya kuwahi kule alikomtoa. Sasa kuna mzigo nimepewa na baba, alisema Irene, lakini yule mama akamdaka juu kwa juu. Hapana mwanangu, utanipa kesho, naenda kwenye ulanzi, nitazipoteza hela za watu, alisema yule mama, huku akiongezea, labda kama unakaa 1000 nikaongezea 1/4, alisema yule mama huku anacheka cheka. Hapo Irene akachukua mkoba wake kwenye gari na kutoa noti moja ya 2000, alafu akampatia. Asante mwanangu, alisema kwa furaha kama zote yule mama, huku anaondoka zake akifuatiwa na yule jamaa ambaye alionekana kuwa karibu sana na mwenyeji wao, ambao kabla hawajatoweka usoni mwao wakawaona wakishikana mikono huku wanaendelea kutembea. Walipowaona ameshatoweka Eric na Irene, wakatizamana na kuishia kutabasamu, kisha wakaitizama nyumba yao ambayo inakwenda kuwa makazi yao kwa usiku wa siku ile. Hapo kila mmoja akawaza la kwake. Wakati Eric anawaza namna watakavyolala ndani ya nyumba hiyo, sijui tutalalaje, Irene yeye alikuwa anawaza ya kwake, usiku tutafaidi kunyonyana ulimi. Mwisho wakajikuta wanatazamana tena na kuishia kutabasamu, huku Irene akitazama chini kwa aibu. Ngoja nisogeze gari basi, alisema Irene, huku anaingia kwenye gari ambalo bado lilikuwa linaunguruma. Bwana Bahati sio kwamba alisahau kumweleza yule bodaboda akamrudia Mage, ila alifanya makusudi, sababu hakutaka kuwa na Mage siku ile kutokana na mambo mawili. Kwanza kabisa, hakuwa na fedha yote mfukoni. Hata bodaboda aliyopanda alitumiwa na rafiki yake Huda Mwanya, ambaye aliamua kumtoa rafiki yake huyu aje amnunulie japo 200-3 kwa kuanza weekend. Pili, Bahati hakuweza kuwa na Mage kutokana na muonekano wake wa siku ile, maana ungesema alikuwa anatoka ngomani akapotea njia pasipo kujua kuwa hana bangiri ya dhahabu yenye thamani kubwa sana. Lakini akiwa ameshakutana na rafiki yake Bwana Huda pale grocery, Bahati alikaa na kuanza kuagiza bia yake ambayo alianza kunywa taratibu, huku anaongea mawili matatu na rafiki yake kabla ya kushtuliwa na sauti ambayo mwanzo alijihisi kuwa ni hisia zake tu. Kwa hiyo ulishinda kuniambia kuwa hutaki kuwa na mimi leo? Hapo alishtuka na kumtazama mwongeaji ambaye alimtambua kabla hajamtizama. Sio yeye, hata Bwana Huda Mwanya pia alimtizama mwongeaji. Huwa anamfahamu shemeji yake huyo. Kwa nini? Si hivi umeshaletwa? Alizungumza Bahati akijikausha asionekane kama hakuwa anahitaji kuwa na Mage kwa siku ile. Muone kwanza, mwanzo nimetembea mpaka nimechoka,
Sijamwona bodaboda wala nini, alisema Mage huku anavuta kiti na kukaa karibu kabisa na Bahati. Ina maana umekuja kwa mguu? Huda, ona yule dogo amekimbia na hela yetu, alisema Bahati ambaye alimtazama rafiki yake akimkonyesha kuwa amsaidie japo atakabia kamoja kwa Mage. Mimi nilikwambia usimamini mtu, unaona sasa, alisema Huda ambaye aliamua kumsaidia rafiki yake kuondoa ngoma juani. Wakati huo akageuka na kumtizama mhudumu ambaye alikuwa amekaa meza moja na jamaa mmoja hivi. Nadhani walikuwa wanajenga ya baadaye. We dada, njoo msikilize shemeji yangu hapa apoze kiu, alisema Huda ambaye kimsingi alishaanza kuchangamka kwa kinywaji alichokuwa ameanza kunywa masaa mawili yaliyopita. Hapo Mage akaonekana kutabasamu kidogo kwa kuona anapata nafasi ya kusuuza koo kabla hajamueleza mpenzi wake Bahati mpango wake wa kuuza ile bangiri ya dhahabu. Huku nyumbani kwa Mabagia mambo yalikuwa ni moto. Ilionyesha kuna mgogoro mkubwa sana ukiwa unaendelea ambao ulianza mara akina Eric walipoondoka. Ina maana Tausi unamfundisha mtoto kufanya uhuni, alisema shangazi ambaye alionekana kukasirika na kuchukizwa kwa kitendo cha Eric kuondoka na Irene. Sioni ubaya, mwanangu siku zote amekuwa mwenye kuhangaika kumpata mwenzake na sasa amempata, mimi sioni tatizo, alisema Tausi ambaye hakuwa ametulia sehemu moja. Maana alikuwa mara aende jikoni mara arudi sebuleni akichukua kitu na kukirudisha. Siku zote umekuwa mkaidi kwa mama toka akiwa mdogo. Unadhani kama Eric angekuja kijijini singekuwa ameshapata mwanamke wa kuoa, alisema Patricia kwa sauti ya kusimanga. Siku zote ushauri wenu sio hakunitakia mema. Mmekuwa mkitamani kuniona nikiingia kwenye matatizo. Unadhani kama shangazi angekuwa na busara ingekutokea ile kutokea mpaka ukapata ujauzito wa chogo? Hapo ni kama Tausi aliwasimamisha kwa muda hawa watu ambao walitulia wakiwa wameinamisha vichwa vyao kwa sekunde kadhaa kabla hajasikia kilio cha chini chini toka kwa Patricia. Yaani Tausi, unaniambia hivyo kweli? Kwa hiyo ulifurahi mimi kubakwa na chogo? Patricia aliuliza huku akiendelea kulia kilio cha kwikwi. Siwezi kuwa na roho ya kinyama kama hiyo, kama nyie ambavyo mlikuwa mnanishinikiza chogo aniingilie, alisema Tausi ambaye sasa alikuwa anapita sebuleni na kuingia chumbani kwake ambako kukaa sana akatoka tena. Mbona wewe ulikwenda kupata mimba uchochoroni kwa mwanaume ambaye mpaka sasa amekutelekeza? Aliuliza shangazi, na hapo Tausi akaonekana kupunguza kasi ya kutembea na mwisho akasimama kabisa na kumtizama shangazi yake. Na imani kijana alinitafuta na amenikosa sababu niliondoka nyumbani pale nyumbani kwako, alisema Tausi na kuelekea jikoni. Na huo ukaa kama mwisho wa maongezi. Irene baada ya kulisogeza gari kwenye nyumba yao ya pale shambani iliyozungukwa na shamba kubwa la mahindi na viazi vitamu, huku migomba ikiwa imejaa nyuma ya nyumba ile. Baada ya hapo wakafungua mlango na kuingia ndani wakiwa na vibegi vyao mikononi. Irene hakusahau mfuko wake wa bagia za kunde. Nyumba hii yenye kutumia umeme wa nguvu za jua, yani solar system, ilikuwa nzuri zaidi kwa ndani. Ungesema ipo mjini, maana japo haikuwa ya kimaisha ya familia, maana ya kuwa na jiko, ila ilikuwa na sebule ndogo yenye makochi mawili, moja la mtu mmoja na moja la watu wawili. Meza ndogo pembeni, kabati lenye vyombo vichache. Ukiachia sebule hiyo iliyosakafiwa vizuri, pia nyumba hii ilikuwa na vyumba viwili na bafu la pamoja. Hapo Irene akamtizama Eric huku anatabasamu, maana alishindwa kumuuliza watalala chumba gani. Lete begi lako, alisema Irene huku anakwapua begi dogo la Eric na kusogelea mlango wa chumba kimoja hapo akakifungua na kuingia ndani, akimwacha Eric anakaa kwenye moja ya kochi ya pale sebuleni mazuri ya kisasa ambayo hayafanani hata na yale ya kwao, yani akina Eric kule mjini. Irene akiwa kule chumbani alitazama vizuri kile chumba ambacho kilikuwa na ukubwa wa wastani, chenye kitanda kidogo cha 3x6, huku pembeni yake kukiwa na meza ndogo ambayo haikuwa na kitu chochote juu yake zaidi ya mabegi mawili ambayo Irene aliyaweka. Zaidi ya hapo hakukuwa na kitu kingine. Irene akajaribu kukaa juu ya kile kitanda na kujitikisa kidogo kama vile anakijaribu.
Sijui aliwaza nini huyo binti, maana aliinuka na kutabasamu, kisha akatoka na kurudi sebuleni, halafu akaelekea kwenye chumba cha pili, huku Eric akimsindikiza kwa macho, hasa akitizama msambwanda, mpaka Irene alipoingia kwenye chumba ambacho kilikuwa tofauti na kile cha kwanza. Hiki kilikuwa kikubwa zaidi ya kile, na kilikuwa na kitanda kikubwa kidogo cha 4x6. Pia kilikuwa na meza kubwa ndogo ambayo ilikuwa na mazagazaga juu yake, kama vile losheni na mafuta mbalimbali ya ngozi, dawa ya mswaki, chanuo na kitana, sabuni ya kuogea. Pia chooni karibu na kitanda kulikuwa na kanda mbili pea mbili, huko baadhi ya nguo za ndani za kike ambazo Irene aligundua kuwa ni za nani, zikiwa zimetundikwa kwenye kamba ndogo karibu na ukuta. Hiki ndio chumba chao. Siwezi kulala na Eric huku, aliwaza Irene, ambaye alipania kulala na Eric chumba kimoja. Irene akachukua kanda mbili zote pea mbili na kutoka nazo mpaka sebuleni. Vaa hizi, alisema Irene, huku anaweka pea moja ya kanda mbili mbele ya Eric, na moja akawa nayo mwenyewe, ambaye alikaa kwenye kochi la watu wawili akitizamana na Eric. Kisha akaanza kuvua viatu, lakini Eric akainuka haraka kwenye kochi lake na kusogea pale alipokaa Irene. Alikuwa anashangaa kwa kitu anachotaka kukifanya Eric, ambaye alimwona anachuchumaa mbele yake. Malkia wangu, naomba nikusaidie, alisema Eric kwa sauti fulani ya utani, huku akianza kufungua kamba za viatu vya Irene. Mfalme wangu, mimi ni wako, upo huru kunifanyia chochote kile kifaacho, alisema Irene, na wote wakacheka kwa pamoja, huku Eric anaendelea kumvua Irene viatu. Asante mfalme wangu, alisema Irene mara Eric alipomaliza kumvua viatu na kumvalisha kanda mbili. Irene akainuka na kumsogelea Eric aliyekuwa amerudi na kukaa kwenye kochi alilokaa mwanzo, na kumpiga busu kwenye paji la uso. Kisha akaingia bafuni na kutoka muda huo akimkuta Eric anavua viatu vyake. Eric, yani hakuna maji hata kidogo, sijui anachota wapi, alisema Irene akiwa amesimama mbele ya Eric. Tutawauliza hao watoto hapo nje, ndosi zipo? Zipo, lakini hazina maji, alijibu Irene kwa sauti ya kudeka. Usiwe na wasiwasi malkia wangu, alisema Eric huko anamalizia kuvua viatu na kuvaa kanda mbili. Irene akachukua viatu vya Eric na vya kwake, kisha kaingia navyo kwenye kile chumba alichoweka mabegi yao, huku Eric akitoka nje na kuwafuata wale watoto ambao sasa walikuwa wanacheza karibu na gari. Akawauliza anapopatikana maji, nao akamwelekeza kwa kumuonyesha njia fulani ndogo iliyokatiza pembezoni mwa shamba la kina Irene. Ina maana anapatikana mtoni. Wakati huo Irene alikuwa amesimama mlangoni akimtizama Eric, ambaye baada ya kumaliza kuongea na wale watoto akamsogelea Irene. Hivi ulikumbuka sabuni? Eric aliuliza mara baada ya kumfikia Irene pale mlangoni. Ipo, kwani vipi? Wataka kwenda kuoga huko mtoni? Irene aliuliza. Sio kuoga, ni kuogelea, napenda sana kuogelea. Huwa nikienda kwa bibi naogeleaga sana, alisema Eric, na hapo Irene akacheka kidogo. Na mimi utanifundisha, alisema Irene, na wakagawana sehemu za kuingia. Wakati Irene anakwenda kuchukua sabuni chumbani kwa mamake, Eric alikwenda bafuni kuchukua ndoo mbili za maji, na walipotoka Irene akaingia kwenye chumba alichoweka mabegi yao. Nichukulie taulo langu kwenye begi, alisema Eric akiwa anatangulia nje. Kwa hiyo wewe huingii chumbani? Irene aliuliza akiwa tayari chumbani. Kwani na mimi nalala huko? Eric aliuliza kwa mshangao. Tuachane na upande huo, tuje upande wa Bwana Hassan Jumanne, ambaye baada ya kuona mke wake anachelewa kutoka dukani, akaona mfuate. Ile anashuka na kuelekea dukani, akamwona mke wake anakuja akiwa na mafurushi mengi aliyanunua. Akaenda kumsaidia. Nimeona ninunue kabisa na mahitaji, alijitetea mke wa Bwana Hassan. Nilijua tu, maana ya kufanya ulichopanga huwezagi mpaka ongeze na yako kwako, alisema Hassan huko anaondoka taratibu na gari lao aina ya Toyota Wish. Mume wangu, kuna vitu vya kuvumiliana tu, hasa ukimjua mkeo, alisema mama huyu na kumfanya Hassan tabasamu. Mume wangu, hebu simama, alipiga kelele mke wa Bwana Hassan wakati wanapita gosari moja mwishoni kabisa mwa mtaa wa Mahenge. Lakini Bwana Hassan hakusimamisha gari,
akaendelea kuendesha akipita kile kigrosari. Umeshaanza. Una nini lakini wewe mwanamke? Alalamika Bwana Hassan. Ni kama nimemwona yule msichana unayemtafuta, alisema mke wa Bwana Hassan, huku anatizama upande wa kile kigrosari. Yupo wapi? Hapo Bwana Hassan alikanyaga breki za ghafla na kusimamisha gari, huku anauliza kwa sauti ya juu, yupo wapi? Bwana Hassan aliuliza huku anatizama huku na huku. Yupo kwenye hiyo grocery, ni kama yeye lakini, alisema mke wa Hassan, ambaye kabla hajamaliza kuongea tayari Hassan alishashuka toka kwenye gari na kuelekea kule kwenye grocery. Ni kweli alimkuta Mage akiwa na akina Bahati ameshaanza kunywa pombe. Habari zenu jamani, alisalimia Hassan akiwa ameshasogelea pale walipokaa. Safi tu, mambo vipi? Aliitikiwa rafiki yake Bahati, yaani Bwana Huda, ambaye alionekana kuwa ndiye mwenye fedha kuliko wale wote, huku Mage akiwa anaendelea kunywa pombe kama alivyozimisi kwa wiki. Safi tu, samahani, nina shida kidogo na kuongea na huyu dada, alisema Bwana Hassan kwa sauti iliyojaa busara. Hapo ndipo Mage alipoinua uso wake na kumtizama Bwana Hassan na kumkumbuka mara moja. Wewe mzee, kwani hujaongea na Eric? Aliuliza Mage kwa sauti ya kilevi. Bado hajanitafuta, kumbe ulimpatia ile namba? Hassan aliuliza kwa mshangao. Nilimpa, sema anadharau sana yule Eric. Na hivi kampata Irene, ndio anajisikia kweli, alisema Mage na kumfanya Hassan atizame chini kwa sekunde kadhaa. Kisha kainua uso wake. Sikia dadangu, ni muhimu sana kuonana na Eric. Kuna mambo nataka kuongea naye, alisema Hassan kwa msisitizo, huku akina Bahati na Huda wakimtizama Hassan kwa umakini sana kuliko Mage, ambaye alikuwa anagugumia bia ambazo aliamini kuwa asipofanya juhudi ya kuzinywa kwa fujo basi atazikosa tena kwa muda mrefu. Sikia dadangu, naomba wakamwambia kuwa anahitaji kuonana naye, ni muhimu sana kwake, alisema Hassan akisisitiza kuwa Eric ampigie simu. Mwambie anipigie simu, asije kuichezea bahati yake, aliongea zaidi Bwana Hassan kabla ya kuondoka, huku akiamini kwa kweli Mage alimpatia Eric zile namba za simu. Usiwe na wasiwasi, nikifika tu na mwambie akupigie. Kama hatakuwa na salio, nitampa simu yangu, alisema Mage kama vile alikuwa anamsanifu Bwana Hassan, sababu namba alishaipoteza. Halafu Eric hakuwepo nyumbani kwao. Itakuwa vizuri sana dadangu, alisema Hassan huku anaondoka zake kuelekea kule alikoacha gari yake. Halafu amenikumbusha, alisema Mage huku anajisachi na kuibuka na bangiri ya dhahabu ambayo aliweka kwenye mkono wa Bahati. Shilingi ngapi kama hii? Mage aliuliza huku anainua chupa ya bia na kuigugumia, huku akiwaacha Bahati na Bwana Mwanya wakikodolea macho ile bangiri ambayo ilikuwa inang'aa kwa uzuri wake wa dhahabu. Vipi, mbona huniambii? Inakuwa na bei gani hiyo? Mage akauliza tena baada ya kuona kina Bahati wanashangaa. Upande wa pili, baba na mama wa Irene walitoka bafuni kwa pamoja wakiwa watupu kama walipozaliwa, huku sura zao zikitawaliwa na tabasamu la nguvu, wakionyesha kuwa walichokifanya bafuni kila mmoja ameridhika nacho. Hivi akina Irene watakuwa wamesharudi kule mjini? Mama Irene aliuliza huku akimfuta maji mume wake kwa taulo. Bado mapema sana. Nadhani kama kufika watakuwa ndo wamefika jioni hii. Hilo ndilo jibu la baba Irene. Jambo lilikuwa la kweli, lakini lilimpa wasiwasi. Kwa mara ya kwanza Irene anaweza kuvunja makubaliano yetu. Maana nilimwambia jitahidi wasilale huko shambani, alisema mama Irene huku anamaliza kumfuta mume wake maji kwa taulo ili naye amfute. Usiwe na wasiwasi, hata kama akilala hakuna kibaya kitakachotokea, alisema Dr. Simon huku anaanza kumfuta mke wake maji. Lakini Irene, unavyomwamini huyo Eric, kumbuka na yule ni kijana wa kiume na Irene ni msichana, alisema mama Irene. Angalau sasa alikuwa anatabasamu. Kumbe wakati akina baba na mama Irene wanajadili hayo, huku nako Eric na Irene walikuwa ndio wanaingia mtoni wakiwa na ndoo zao mbili, taulo, sabuni, kitenge na ile mafuta aliyopewa na mama Eric, ambako maji yalikuwa yanatiririka kwenye bwawa kubwa kabisa ambalo lilikuwa na usawa bwawa linalofaa kuogelea na matumizi mengine ya kijamii kama kuchota maji na kufua. Wao, pazuri
ndio maana ulisema unataka kuja kuogelea, alisema Irene aliyekuwa jirani kabisa na Eric. Walivyoniambia tu nikajua lazima kuna sehemu ya kuogelea, alisema Eric huku anaweka ndoo chini na kuanza kuvua shati huko Irene akimtizama maeneo ya kifuani. Una kifua kizuri Eric, alisema Irene huku kasimama pembeni ameshikilia taulo na sabuni. Eric akaishia kucheka tu. Vipi, wewe huogelei? aliuliza Eric huku anaanza kuvua suruali. Mwanzo sijavaa sidiria, wakinichungulia je? Irene aliuliza huku anatafuta sehemu ya kukaa ambayo aliipata juu ya jiwe kubwa na kukaa juu yake, huku akimtizama Eric ambaye sasa alikuwa ameshamaliza kuvua suruali na kubakia na bukta fulani ndefu inayokaribia magotini. Sema unaogopa kuogelea, si unajifunga lubega, yani ile kitenge kinafungwa kuanzia shingoni. Ngoja kwanza nijaribu, alisema Irene huku anaweka vile vitu juu ya jiwe na kujifunga kwanza kitenge kama alivyoelekezwa na Eric, akimalizia kwa kuvua tisheti na suruali. Haya, ingia kwanza nione maji yanapoishia, alisema Irene, na Eric akajirusha kwenye maji na kuanza kuogelea kidogo, kisha akaenda kusimama kwenye kina kidogo cha maji ambayo alikuwa anamfikia kifuani. Umeona hapa sio parefu, alisema Eric akiwa anamtizama Irene ambaye alikuwa amejifunga kitenge na ndani amebakia na chupi pekee. Basi njoo unishike mkono, mwenzio naogopa, alisema Irene huku anasogea pembezoni mwa mto, yani maji yanapoanzia. Eric na yeye akasogea pembezoni akitokea kwenye maji, huku macho yake yakiwa kifuani kwa Irene ambaye kabla hajaloa tayari kitenge kilishashindwa kuweka maficho kwenye maziwa ya binti huyu, ambao licha ya kuwa na ukubwa wa wastani lakini yalionekana kusimama vyema, huku kitenge hicho kikishindwa kuyaficha mapaja yake manene ya dokta huyu bingwa wa watoto, na kumfanya Eric ajikute anaingia kwenye msisimko usio wa lazima ambao ulimfanya ajikute anaamsha dudu. Kitu ambacho Eric hakukijua ni kwamba Irene alikuwa anamtizama kwenye bukta yake ambayo kutokana na kuloa maji iliganda kwenye mwili wake na kutengeneza ramani fulani ya dudu ambayo kwa haraka ungesema kuwa kuna kitu Eric ameficha kwenye bukta hiyo. Kama sio kipande cha mua basi ni muhogo au ndege. Lakini Irene alijitahidi asionyeshe wazi kama ameona kinachoendelea kwenye bukta ya Eric. Taratibu Eric akampa mkono Irene ambaye aliudaka taratibu na kuanza kutanguliza mguu wa kushoto ndani ya maji akifuatia wa kulia. Eric, usiniachie kwanza, alisema Irene huku anaukamata kwa nguvu mkono wa Eric. Mara baada ya kupiga hatua kadhaa ndani ya maji akiafikia maji kwenye kiuno. Hakuna mjinga anaweza kumwacha malkia wake kwenye kina kirefu cha maji, alisema Eric huku akizidi kusogea zaidi kwenye maji ambayo alikuwa yanazidisha urefu wake, huku Irene akizidi kumfuata mpenzi wake akiwa ameng'ang'ania mkono wake. Walizidi kusogea kwenye maji marefu ambayo kila alipopiga hatua ndivyo maji yalivyozidi kupanda kwenye miili yao na kufikia kifuani, huku kitenge kikiendelea kuacha maeneo ya chini ya mwili wa Dr. Irene kuwa wazi, lakini kutokana na kuwa ndani ya maji Eric hakuweza kuona. Eric, nishikilie vizuri, hapa panatosha, alisema Irene kwa uoga huku akimfuata Eric kwake na kuzungusha mkono wake kwenye shingo ya Eric na miili yao kukutana. Ukizingatia kitenge kilikuwa kinaelea, basi matumbo yao yakakutana, yani ikawa ngozi kwa ngozi, yani ile tunaita nyama kwa nyama. Wote wawili wakajikuta wanapatwa na msisimko wa ajabu kiasi cha kuota vipele vya msisimko. Hazikupita hata sekunde 3 kabla Irene hajahisi dudu ya Eric ikiwa inampapasa kwenye usawa wa kitovu chake. Hapo akajikuta anamtizama Eric usoni na kutabasamu kwa aibu, huku Eric akijitahidi kujiweka sawa dudu yake isilete vurugu. Nifundishe kuogelea basi, alisema Irene ikiwa kama ni kuzuga, huku anamwachia Eric shingoni na kubakia ameushika mkono wake. Upande wa pili wakiwa hawajui kuwa anayemsubiri kwa sasa yupo kilomita kadhaa nje ya mji, akina Jobu walikaa maeneo ya madukani pale mtaa City Farm wakinywa bia kwenye kigrocery fulani kidogo wenyewe wanakiita Amsha Popo, jirani kabisa na 99 record ya Black Junior. Halafu yule demu atatuletea kimeo,
alisema mmoja kati ya wale aliokuwa na Job. Halafu nimekumbuka. Unajua yule demo atakuwa anakaa mtaa huu, alisema Job. Kwani Dr. Simon anakaa huko? Mwenzie aliuliza. Kumbe unadhani huyo demo anayemfukuzia Jeff ni upi? Si mtoto wa dokta, yule Dr. Simon, yule ambaye anatembelea VOTZ, alisema Job, na kuwafanya wenzie watumboe macho kwa mshangao. Acha utani. Unamaanisha yule demo mkali mrefu fulani hivi alafu amepasuka mitaa ya kati? Mmoja wao aliuliza huku akionyesha kwa mikono sehemu za mwili. Ndiyo huyo, alijibu Job. Kama ni hivyo, basi inabidi tuwe makini sana, maana kikatiza hapa na kutuona inaweza kuwa msala, alishauri mmoja wao. Tatizo wewe unafikiria ishu ya juzi. Mimi nafikiria alivyoulizwa na yule jamaa wa balozi wa Mbogolendi, isije kuwa wanatupeleleza kijanja, alisema Job, na hapo wote wakashtuka na kuunga mkono hisia za Job. Kumbe inabidi tumuinde yule demu halafu tumuondoe, maana akibana yule demu anaweza kutaja majina yetu. Si unakumbuka tulimtajia? Alishauri mmoja wao huku wakiendelea kunywa pombe. Kwani wewe ulikuwa unataka shilingi ngapi? Aliuliza Huda Mwanya huku anaichukua ile bangiri kutoka kwenye mikono ya Bahati. Yeyote ile, mimi nataka ninunue simu. Ya kwangu imepotea, alisema Mage akiendelea kunywa bia, akionekana alizikamia kweli kweli. Hapo Huda akamtizama Bahati kama vile alitaka kumueleza kitu fulani juu ya thamani ya ile bangiri, lakini akasita. Kwani shemeji, hii umeitoa wapi? Unajua hii ni gold kabisa, yaani ni dhahabu halisi, Huda aliuliza akiendelea kuitizama ile bangiri. Nimeichukua kwa dada yangu, amehongwa na bwana wake, ndiyo huyo Eric, alijibu Mage akiendelea kufakamia bia. Sasa sikia, tukubaliane. Shemu, shida yako ni simu, mimi nakuachia hii ya kwangu na pia nakupa 50,000, alisema Huda huku akitoa simu yake ya kisasa yenye uwezo mkubwa sana kwa interneti kutoka kwenye kampuni bora kabisa ya kutengeneza simu. Shemeji, acha utani. Unajua nina shida kweli, alisema Mage huku anayepokea ile simu na kuitazama vizuri. Wala usijali shem, nimeamua nikusaidie, alisema Huda huku anamkonyeza Bahati kwa kumkanyaga mguu ili asitie neno. Kama ni kweli shem, mimi sina neno, alisema Mage huku akirudisha simu kwa Huda, ambaye mara moja alitoa laini zake na kumpatia Mage simu pamoja na 50,000 huku akitoka pale na kwenda kurenew line ya Mage iliyopotea na simu na kuiweka kwenye ile simu. Mwisho akampa na nauli ya kufika nyumbani, akimuongeza na 10,000 ya kwenda kunywa pombe nyumbani. Shem, kesho uje Sodeko ule mbuzi, atakushtua Bahati mida kukutana, akasisitiza Huda, ambaye aliona kuwa ile ndio nafasi ya kuaga umasikini. Mage akaondoka akiwacha Bahati na Huda wakipanga kwao. Kuhusu ile bangiri, mwanangu, siwezi kukuacha hivi hivi kwa huu mchongo uliousogeza. Tutaonana kesho ili tupige mtungi wa maana, alisema Huda huku wakiendelea kunywa pombe. Upande wa pili, baada ya kumaliza kufutana na maji na kupaka na mafuta kama vile wanaanza leo mapenzi yao, Dr. Simon na mke wake wakajilaza kitandani na Mama Irene akichukua simu na kuanza kupiga sehemu, lakini ukweli simu haikupokelewa licha ya kurudia mara kadhaa, japo Dr. Simon hakujua ile simu mke wake anayepiga wapi, lakini alimuona akianza kukunja sura kwa hasira. Yaani huyo mtoto sijui anafanya nini mpaka ashindwe kuiona simu yangu, alilalamika Mama Irene kwa sauti iliyojaa chukizo. Akitulia atakupigia, pengine bado anazungukia shamba. Si unajua kwa leo ndio siku yake ya kwanza kwenda huko, alisema Dr. Simon kwa sauti ya utulivu. Lakini alipaswa nijulishe kila hatua ya safari yake, alisema Mama Irene akirudia tena kupiga simu, lakini iliita bila kupokelewa. Nyumbani kwa kina Eric nako sasa Tausi na shangazi yake na Patricia waliishi kama mabubu. Walikuwa wanapitana bila kuongeleshana, huku akina Patricia wakiongea wenyewe na Tausi akiwa kimya anaendelea na shughuli zake. Kila Tausi alipokatiza sebuleni walimtizama kwa hasira. Kuna kipindi shangazi uzalendo ulimshinda. Yaani sijui kama angekupata yule kijana
ungekuwaje wewe mtoto? Tusingekunywa maji, alisema shangazi kwa hasira, na kumfanya Tausi asimame na kumtizama shangazi yake, akikuta Patricia anamkonyeza mama yake kuwa anataka kuropoka. Ina maana shangazi, unamfahamu baba yake Eric? Tausi aliuliza kwa sauti ya mshangao iliyojaa machungu. Ndiyo, alikuja kukutafuta, lakini mtu mwenyewe hata haeleweki. Tukaona atakupa shida tu, tukamtimua, alisema Patricia kwa sauti iliyojaa nyodo. Haeleweki? Una maana gani? Kijana haeleweki? Nilijua tu lazima alikuja kunitafuta na nyie mkashindwa kunijulisha, alalamika Eric, ambaye sasa ilikuwa zamu yake kudondosha machozi. Ndiyo, haeleweki? Mtu gani anakuja pale nyumbani na kuanza kunitongoza eti Tausi anifai, kwanza mchafu, bora ni kuoa wewe, alisema Patricia bila chembe ya aibu. Hapo Tausi akabadilika kutoka kwenye dalili za kuangua kilio na kutabasamu. Hapo nimepata picha ya kile ambacho kilitokea, maana kijana ambaye mimi namjua sio huyo unayemsimulia. Zaidi ya hapo iwe kinyume chake, alisema Tausi na kuelekea jikoni. Ina maana Tausi, unataka kusema namsingizia bwana wako? Patricia aliuliza kwa sauti iliyojaa hasira. Sio tu kumsingizia, ila wewe ndio ulijaribu kumshawishi kutake. Hapo ni kama alimziba tena mdomo, maana kimya kilitawala kwa sekunde kadhaa kabla shangazi hajaongea. Ila Tausi, umebadilika sana. Irene asingeweza kusikia mlio wa simu yake iliyopigwa na mama yake, maana sasa walikuwa wamezama kwenye michezo ya kwenye maji wakitamani jua lisizame. Irene hakujali tena nguo yake ilikuwa inajifunua kwa kiasi kikubwa, kiasi cha kuachia eneo kubwa la kifua wazi na kuruhusu sehemu yake ya maziwa yake mazuri kuonekana na kuwa fahari ya macho kwa Eric. Na ukizingatia michezo yao kwa asilimia kubwa ilikuwa umbali sifuri, yani zero distance. Eric, muda umeenda, alisema Irene huku akiangalia jua ambako mbingu ilishabadili rangi na kuanza kubeba weusi. Kweli bwana, maana kuogelea na giza sio vizuri, alisema Eric na wakaanza kutoka kwenye maji. Hapo kuna jambo likatokea, maana kutokana na kuloa kwa nguo ya Irene ilisababisha igandie juu na kuacha sehemu za chini zikiwa wazi na kuonyesha chupi yake ikiwa imejaa kwenye makalio ya mrembo huyo, huku mapaja manene yakiwa wazi. Ni kama Irene hakuhangaika na nguo yake, ndio kwanza akazidi kutoka kwenye maji akifuatiwa na Eric ambaye dudu yake ilishakuwa katika hali mbaya. Kumbuka kijana huyo, hivi vitu ni vigeni kwake. Jamani, baridi imeanza, natamani nikae kwenye maji, alisema Irene ambaye alisogea kwenye jiwe, alikuacha taulo na kuanza kufungua kile kitenge chake. Sasa basi, ile anamaliza tu akashtuka kuona Eric akichukua taulo na kuanza kumfuta mgongoni. Hapo Irene akageuka na kumtizama Eric, maana kule kugeuka kuliruhusu kifua chake kumtizama Eric ambaye alikiona vizuri sasa na kumzidishia shida kwenye dudu yake ambayo japo ilikuwa kwenye bukta iliyoloa, lakini ilinyanyuliwa na kuwa kama kibendera cha penalty kwenye mpira wa miguu. Asante mfalme wangu, alisema Irene huku anainua mikono yake na kutanua kwapa zake ili Eric aweze kumfuta vizuri. Hakujua kama anampa shida mwenzie ambaye alitizama kwenye usawa wa kitumbua cha dokta huyu na kuona japo kipo ndani ya chupi, lakini kilikuwa kimechora ramani fulani ya mtuno kiasi cha kuonyesha hata ile sehemu ya mpasuko inapokaa kikunde. Si inabidi nivue chupi? Sasa nitavuaje? Irene aliuliza huku anajitizama kwenye chupi yake, na ndio wakati macho yake yalipoweza kuona jinsi dudu ya Eric ilivyotutumka kama kijiko cha tingatinga. Ni hatari. Ni kuibia siri kidogo msikilizaji. Hapo Irene alijikuta akisimkwa, maana alijua fika kuwa ile iliyosimama ni dudu na kazi yake alikuwa anaijua. Akajikuta anainua uso wake kumtizama Eric ambaye alishashtukia kuwa Irene ameiona dudu yake yenye hasira. Eric alizuga akijifanya yupo bize anamfuta maji maeneo ya tumbo. Utajifunga kwanza taulo halafu unavua, alisema Eric huku akiendelea kumfuta maji Irene ambaye alionekana kuhama kimawazo. Eric, nikikuomba kitu utanikubalia? Irene aliuliza kwa sauti fulani ya kujidekeza.
kwa nini nisikupe malkia wangu kama kitu kipo na nina uwezo nacho? Alisema Eric, ambaye sasa alikuwa anatamani kuchuchumaa ili kupunguza muonekano wa mashine yake. Hapo Irene akacheka kidogo, kicheko kilichojaa aibu. Mbona unacheka badala ya kuongea? Eric aliuliza, ambaye sasa alikuwa ameshamaliza kumfuta Irene maji maeneo ya tumboni na kuhamia kifuani. Mwenzio naona aibu, alisema Irene wakati wa mikono ya Eric ilikuwa inapitisha taulo kifuani kwa Irene. Kifua kilichopambwa na matiti mawili magumu yenye chuchu ambazo zimechongoka kwa ugumu wake, huku Irene akisikia jinsi taulo lilivyokuwa linapita juu ya matiti yake na kusugua chuchu zake ambazo ni kama zilimponza mfano wa pembe za ndovu zinavomponza ndovu mwenyewe, na kumfanya binti huyo ahisi mtekenyo fulani na kujikuta akifumba macho. Bahati mbaya kwa Irene, kitendo kile hakikudumu kwa muda mrefu. Eric akahamishia taulo kichwani na kuanza kufuta maji kwenye nywele. Ulitaka kuniomba nini? Eric aliuliza, akiendelea kufuta maji kichwani kwa Irene. Basi nimegairi, mpaka baadaye ndo nitaona, alisema Irene, huku anaigusa dudu ya Eric iliyosimama kwa nguvu kwa kidole chake cha pili, huku anacheka kwa aibu na kumfanya Eric ashtuke na kurudi nyuma kidogo. Wote wakaungana kucheka. Na wewe nitaiona ya kwako? Eric aliuliza kwa sauti nzito na tulivu mara baada ya kumaliza kucheka, huku anamsogelea Irene na kuanza kumfunga taulo wa Irene kuanzia kifuani ili aweze kuvua chupi yake ambayo ilikuwa imeloa. Irene akaishia kucheka tu, huku akianza kuivua ile nguo yake ya ndani akizuiliwa na taulo. Alipomaliza akavaa suruali yake, ina maana hakuvaa na chupi ndani, huku Eric akishuhudia kila hatua na kuzidi kumfanya awe katika hali mbaya. Dakika chache zilimtosha Irene kuvaa nguo zake na kumsogelea Eric akitaka kumfuta maji, akianzia kichwani. Pumzika malkia wangu, mfalme anajifuta mwenyewe, alisema Eric, huku akiwa amelishika taulo kwa lengo la kulipokonya toka mikononi mwa Irene na kubakia amelishika kwa pamoja, huku wakitizamana kwa ukaribu. Na mimi nataka nifanye kama ulivyonifanyia, alisema Irene, huku kwa sauti fulani nyororo ya kujidekeza, huku akiwa amelingangania taulo. Usijali malkia wangu, utanifuta sana, wacha leo nijifute mwenyewe, alisema Eric, ambaye kiukweli hakutaka kuendelea kufanya michezo ya kimahaba na Irene, akichelea kuzidi kusimamisha mnazi, huku anavuta taulo lile alilokuwa amelishika kwa nguvu na Irene, ambaye alijikuta akivutika pamoja na taulo. Utaniangusha Eric, alisema kwa woga Irene, huku akiacha taulo akijua kuwa sasa anakwenda chini, kama sio kwenda chini wote wawili. Lakini akashtuka kuona mikono ya Eric ikimdaka na kumleta kifuani, wakijikuta wanatazamana uso kwa uso, huku Irene akihema pumzi nzito ambazo zilipelekea maziwa yake mazuri ndani ya tisheti kupanda na kushuka. Siwezi kukuacha uende hata kwa bahati mbaya, alisema Eric kwa sauti nzito na tulivu, wakiwa wanaangaliana macho kwa macho, wakitumia sekunde kadhaa kutizamana. Wakati wanaendelea kutizamana, wawili hawa wakajikuta macho yao yakilegea na kama vile midomo yao ilikuwa sumaku, bado walianza kusogezana midomo, huku wakizidi kulegea kila walipozidi kusogezana midomo yao. Samahani jamani, tunaomba kuchota maji. Ilikuwa ni sauti ya kike iliwafanya wawili hawa waachiane haraka sana na kutizama upande ilikotokea ile sauti iliyotawaliwa na lafudhi ya kinende ule. Ulikuwa ni upande ule wa njia ya kuingia mtoni, ambao hata wao waliitumia kujia huko mtoni, ambako waliwaona wasichana kama wanne hivi wakiwa na ndoo zao mikononi, mmoja wao akiwa ni mama mtu mzima. Bila samahani, poleni kwa usumbufu, alijibu Eric, huku anajifunga taulo kuzuia dudu isionekane sana kwa hali iliyokuwa nayo, huku Irene akificha sura yake kukwepa nyuso za wale wakina mama ambao walikuwa wanashuka mtoni, huku wanawatizama kwa macho ya chini chini. Upande wa Irene, yani mke wa Dr. Simoni, baada ya kuona Irene hapokea simu, akaamua kupiga kwa yule mama mwenyeji wao. Bahati ikawa kama Irene, simu ilipokelewa mara moja. Mwanangu, wakina Irene ameshafika,
Ndivyo alivyosikia Irene mara baada ya simu kupokelewa. Ilikuwa ni sauti ya kilevi iliyoambatana na kelele za muziki uliokosa mpangilio kwa sauti na kuwa sawa na kelele. Sikia mama, naomba umwambie Irene wasilale huko shamba, arudi nyumbani sasa hivi, alisema Irene, huku dokta akimtizama mke wake na kucheka kimoyomoyo. Nipo mbali, nimewaacha pale nyumbani kwako. Usiwe na wasiwasi mwanangu, nimeshapa funguo, alijibu yule mama kwa sauti ile ya kilevi. Swala sio wasiwasi, mwambie arudi nyumbani huko peke yake, alisema Irene akitamani kumkaripia mama wa watu na kumfanya mume wake ajizuie kucheka. Unasema? Yaani sikusikii vizuri, hapa kuna kelele sana, alisikika yule mama ambaye sio siri alimtia hasira Irene. Aliamua kukata simu. Ngoja kwanza, wasijifanye wajanja zaidi yangu, alisema Irene huku anapekua simu yake kutafuta namba ya Mabagia kama alivyoisevu. Upande wa pili, Job na wenzake walikaa pale kwenye grocery pasipo mafanikio yoyote mpaka giza linaingia. Hawakumwona Eric wala dalili ya mtu anayefanana na Eric kama alivyoelekezwa. Jamani, mbona kama hakuna dalili ya huyo jamaa, alisema Job akiwaeleza wenzake ambao sasa walikuwa wameelewa vibaya sana. Mimi naona tuulizie tu, pengine ameshapita, sisi bado tunazubaa tu, aliongea huku anainuka toka kwenye kiti na kumfuata muuza chips ambaye alikuwa anaendelea na kazi zake, huku vijana kadhaa wakimpigisha story. Ni aje bro, alisalimia yule jamaa. Poa bro, vipi za bei gani, muuza chips aliuliza akidhania kwa yule jamaa ni mteja wake. Hapana bro, sihitaji chipsi, nilikuwa namuulizia jamaa mmoja hivi anacheza soka anaitwa. Kabla hajamalizia akadakia kijana mmoja kati ya wale waliokuwa na muuza chipsi. Eric, yule mtoto wa Mabagia. Halafu leo sijamuona, kukatiza hapa, huko mwingine akiongezea, kweli bwana, leo sijamuona, maana hii ndio mida yake ya kurudi toka mazoezi. Paka hapo jamaa akajua kuwa walikuwa wanasubiri hewa, akaondoka bila kusema lolote. Akawaeleza wenzie alichojibiwa, na muda huo wakamalizia vinywaji vyao na kuondoka zao, akiwaacha wale vijana kwa muuza chipsi wakinong'ona, oya, watu wengine mwe mnawatizama kwanza, mnaanza kukuta ni watu wasiojulikana wale, alisema muuza chipsi. Wakati huo akina Jobu wanaingia barabarani, yani barabara ya lami, huku akipishana na pikipiki iliyokuwa inaingia kule wanakotoka, yani kwenye barabara ya vumbi. Hawakujua kuwa aliyebebwa kwenye pikipiki alikuwa ni Mage, ambaye alikuwa na shauku ya kuwahi nyumbani akachezea simu yake ya kisasa. Mama Eric akiwa pale peke yake jikoni anamalizia kupika chakula jioni, mara akaona simu yake inaita, akaitizama. Mpigaji alikuwa ni mama Dokta. Akaipokea huku anatabasamu. Halo mama Dokta, habari za jioni, alisalimia mama Eric kwa sauti ya uchangamfu, lakini akashangaa kukutana na sauti iliyopoa. Ni nzuri tu mama Eric. Ni hivi, mambo upige simu kwa Eric, uwaambie warudi nyumbani, wasilale huko shambani, alisema mama Dokta. Na hapo mama Eric akiwa anashangaa kwa utulivu wa sauti ya Irene akajibu, sawa, nitawaambia. Kisha simu ikakatika. Mbona kama hajapenda mwanangu kwenda na mwanae huko shambani, alijiuliza Eric huku akitafuta namba ya mwanae Eric na kuipiga. Samahani, hauna salio la kutosha kupiga namba hii, ndivyo alivyosikia Eric kutoka kwenye simu yake. Hapo akaiweka simu yake pembeni na kuendelea na kazi zake za kumalizia upishi. Pande wa pili, baada ya kuona wale wakina mama wamemaliza kuchota maji, Eric akabadili nguo na kuchota maji ndoo mbili, huku Irene akibeba vitu vingine alivyoviweka juu ya jiwe. Na ndipo alipokumbuka kitu. Tumesahau kupaka mafuta alodipa mako, alisema yanazuia fungus, alisema Irene baada ya kuyaona yale mafuta ambayo hakujua kuwa mafuta yale ambayo hutumiwa na mfalme au mwana wa mfalme siku ya kwanza anapomwingilia msichana bikra. Ni mafuta ambayo ukiachilia kulainisha kitumbua na kufanya dudu iteleze kwenye kitumbua na kupunguza maumivu kwa mwanamke anayeingiliwa kwa mara ya kwanza. Pia humwongezea hamu ya kufanya mapenzi kwa mwanamke na mwanaume mara tu wanapojipaka sehemu zao za siri. Subiri ukajipaka nyumbani ukishajisuuza, alisema Eric huku wakianza kutembea kuelekea nyumbani. Ni kweli, wacha tukajipake nyumbani, aliongea Irene aliyekuwa ametangulia mbele
akimpa nafasi Eric aliyekuwa nyuma yake na kutizama makalio yake yalikuwa yanatikisika kwa nguvu ndani ya suruali ya jeans, hasa kutokana na kutokuvaa nguo ya ndani. Ukweli simu ya Mama Irene ilimfanya Eric awaze mara mbili kutokana na jinsi jirani yake huyu alivyoongea kwa sauti ilionyesha kutokupendezwa na Eric kumsindikiza Irene kule shambani. Lakini ni kawaida kwa mama mwenye binti tena mrembo kama Irene, lazima awe na wasiwasi. Alijisemea Mama Eric akiwa jikoni anaandaa chakula kwa ajili ya kupeleka sebuleni. Maana Patricia hakuwa na utamaduni wa kumsaidia Tausi kazi yote toka afike hapa nyumbani kwake. Kazi yake ilikuwa ni kushinda sebuleni kuangalia TV ambayo muda wote ilikuwa inatangaza habari za Mbogoland. Ikiwa imebakia siku moja viongozi wa majimbo wa nchi hiyo ndogo na tajiri wakutane kwa ajili ya kuunda kamati ya maandalizi ya kumtangaza mfalme ajaye, tayari watu kutoka nchi mbalimbali wameshaanza kujiandaa na safari ya kuelekea huko, na wengine wakichangamkia fursa za kibiashara. Ilisikika sauti hiyo toka kwenye TV, na wakati huo Mama Eric alikuwa anatoka jikoni na watipota chakula mkononi, anaelekea sebuleni. Mfalme Eugene wa pili anamtangaza mrithi wake mtarajiwa ambaye atahamia ikulu ya mfalme huyo mara tu baada ya kutangazwa na kutawadhwa kama mtoto wa mfalme. Ilisikika sauti ya mtangazaji, na wakati huo ikionyesha video ya mfalme huyo, huku Mama Eric anaweka mezani hotipoti na kutaka kugeuza shingo atizame kule kwenye TV. Lakini Patricia akawai remote na kubadili channel haraka sana. Hebu rudisha kwanza nimuone huyo mfalme, maana sitaki kumuona, alisema Tausi akinyoosha mkono kutaka kuchukua remote kwa Patricia. Yaani uache kuandaa chakula kwa ajili ya kumtazama mtu ambaye hana faida kwako, alizungumza Patricia huku akikwepesha remote isichukuliwe na Tausi. Na kwa kuepusha ugomvi, Tausi ambaye ni kweli kabisa hakuwahi kuiona sura ya mfalme wa Mbogoland akaelekea jikoni. Wakati huo Mama Irene akiwa anajiandaa kuelekea kantini kula chakula cha jioni ili waingie kwenye mkutano wa semina, alikuwa amekosa amani kabisa juu ya Irene kulala na Eric kule shambani. Unajua mume wangu, sijui kwa nini naanza kumchukia Eric na mama yake, alisema Mama Irene akiwa anajifunga viatu vyake vya mikanda. Mshinde shetani mke wangu, sio vizuri kuwachukia watu wasio kukosea kwa lolote, alisema Dr. Simoni aliyekuwa anajiweka vizuri, tai yake shingoni. Hapana, kosa lipo. Yaani naona kabisa jinsi anavyofurahia kuona mwanae analala na Irene huko shambani. Na wale wake asipoambiwa arudi, alisema Mama Irene kwa hasira huku akimalizia kuvaa viatu. Hapo utakuwa na muonea mama watu kama wewe umeshindwa kuongea na Irene sembuse, alisema Dr. Simoni ambaye alidhania kuwa anamuelesha mke wake, kumbe ndo kama anamzidishia hasira. Unajua Irene, nimekuona toka muda mrefu unashabikia sana mtoto wetu achezewe na Eric, alisema mama huyu kwa hasira. Kumchezea kivipi? Kwa busara alizonazo wote wawili, kama wanaingia kwenye mahusiano naamini wataishi pamoja na sio kuchezeana, alisema Dr. Simoni kwa sauti ya utulivu. Nani atakubali waoane? Nitapiga kelele mbele za watu, ikibidi nitavua nguo kama chizi ili ndoa ivunjike. Siwezi kuacha mwanangu apate shida wakati kuna vijana wa maana wanamhitaji. Wewe ngoja turudi uone nitakachofanya, alisema Mama Irene kwa hasira na kufanya mume wake acheke kidogo. Mke wangu, jifunze kubakiza maneno. Kufuta kiapo ni kazi kubwa. Kama sio aibu, basi mila na desturi zitakushinda, alisema dokta kabla hajatoka kule na kuelekea kantini. Upande wa pili, Jobu na wenzake walirudi mpaka kwa Jafari na kumueleza kuwa leo Eric hajapatikana kabisa, lakini wataendelea kumtafuta kesho. Japo jibu hili hakulipenda sana, lakini Jafari hakuwa na la kufanya zaidi ya kuwa sisitiza kuwa kesho hakikisha wanafanya kitu kibaya Eric, kitu ambacho kitamfanya awe mbali na Irene. Yaani kama sio kupoteza maisha yake, basi hata kilema ambacho kitamkosesha uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Jioni hiyo Bwana Jafari na vijana wake wakaondoka pamoja na kuelekea Mwembeni Pabu kwa ajili ya kupata pombe, huku kila mmoja akitizama mwanamke ambaye angemfaa kwa siku ile. Kwa upande wa Mage, licha ya kulewa lakini alionekana mwenye furaha sana, kiasi kwamba dada wa kazi aligundua furaha ya Mage. Mama sio mtu wa mchezo.
Wote wanajidai kupeana bangiri za dhahabu. Tena nikiona nyingine naibeba, alisema Mage kwa sauti ya kilevi, huku anamonyesha dada wa kazi ile simu yake aliyopewa na Huda. Dada, umenunua simu nzuri, alisema dada wa kazi huku akishangaa ile simu ya Mage. Mjini hapa watu tunaishi kwa mipango, alisema Mage huku akiongeza kwa kumonyesha fedha hizo alizokuwa nazo. Jamani, da Mage, umezitoa wapi zote hizo? aliuliza dada wa kazi kwa mshangao. Na wewe unataka kama hizi? aliuliza Mage huku akiwa amezishikilia zile fedha na simu. Dada wa kazi akaitikia kwa kichwa kuwa ndio nazihitaji. Sikia, sasa kama unazitaka, nisaidie kuitafuta bangiri moja kwenye chumba cha Irene. Halafu kesho nitakuletea kama hizi, alisema Mage kwa sauti ya chini na kumfanya dada wa kazi shtuke kwa hofu. Halafu akijua kuwa nimeichukua mimi, si nitafukuzwa kazi, alisema dada wa kazi huku akiondoka zake kuelekea jikoni. Shauri yako, mjini hapa utabakia hivyo hivyo, alisema Mage huku anaelekea kwenye mlango wa chumba cha Irene na kunyonga kitasa ili kufungua mlango, lakini mlango ulikuwa umefungwa kwa funguo. Akasonya kwa nguvu na kuelekea chumbani kwake. Turudi Mlilayoyo, shambani kwa kina Irene, ambako baada ya kufika nyumbani wakitokea mtoni, Irene akaingia bafuni akinawa miguu na kuelekea chumbani kwa ajili ya kubadili nguo, huku Eric naye akiingia bafuni akifanya kama alivyofanya Irene na kutulia sebuleni akimsubiri Irene atoke chumbani. Eric, mbona huingii chumbani? Ilikuwa sauti ya Irene kutoka chumbani ambayo ilimshtua Eric. Si unavaa? Swali la Eric lilimfanya Irene acheke kidogo. Kwa hiyo nikiwa navaa ndo huingii? Swali la Irene lilikosa jibu kwa Eric. Haya, nimeshamaliza, njoo uvae, alisema tena Irene, na Eric akainuka kwenye kochi na kuufuata mlango wa kile chumba, kisha akausukuma na kuingia ndani. Ile anaingia ndani tu akashangaa kuona Irene akiwa amevalia chupi pekee, huku anamtizama kwa macho ya tabasamu. Eric akajikuta akipatwa na msisimko wa ajabu, msisimko uliosababisha mashine ianze kujitutumua kama vile nyoka kaona panya. Nini unaangalia? Wewe vua tuwe sawa, alisema Irene huku anachukua ile chupa ya mafuta aliyopewa na mama Eric na kuifungua tayari kujipaka kama alivyoelekezwa na mama yake Eric, kwa madai kwamba yanazuia fangasi. Eric ni kama alikuwa anajiuliza anaanzaje kuvua nguo mbele ya Irene, maana licha ya kuwa mpenzi wake na ameshacheza sana kwenye maji, lakini pia bado alikuwa anamtizama kwa heshima sana msichana huyu dokta, ambaye ukiachilia madaraka na elimu yake pia ana sifa zote za kuitwa mwanamke mzuri. Wakati Eric amedua anajiuliza ataanzaje kuvua nguo mbele ya mwanamke huyo, japokuwa ni mpenzi wake, lakini hakumzoea kiasi cha kukaa uchi kabisa. Hata yeye mwenyewe hakuwa amevua chupi. Mara akamsikia Irene akianza kujichekesha. Halafu Eric, kuna kitu nilikuomba kule mtoni, unakumbuka ulinikubalia? Irene aliuliza, aliyekuwa anasugua viganja vya mikono yake venye kiasi kidogo cha mafuta ya mama Eric. Ndio nakumbuka, alisema Eric aliyekuwa bado amesimama huku anacheka kidogo, lakini alikuwa anakuepesha macho yake asimtizame Irene, maana ilikuwa ni kama janga kwake, sababu mpaka dakika hiyo tayari dudu lishasimama vibaya sana. Uwezo unao bwana, si nilisema nitaona nikirudi huku, alisema Irene, ambaye sasa alianza kujipaka mafuta yake kwenye mapaja akiwa amegeukia upande mwingine na kumpa Eric mgongo. Si utaona tu, alisema Eric. Wakati huo Irene alikuwa anaweka mafuta mengine mkononi na kuingiza mkono wake wa kushoto ndani ya chupi yake na kuanza kupaka yale mafuta pembeni ya kwa bibi, yani pembeni ya kitumbua. Lakini muda wote Irene naye alikuwa ametawaliwa na aibu fulani usoni mwake. Unaweza bwana, ngoja nimalize kupaka mafuta halafu unioneshe, alisema Irene huku anabadili mkono na kuingiza wa kulia kwenye chupi yake. Safari hii aliulaza juu ya kitumbua chake na kufanya kama analambisha yale mafuta bila kujua kazi yake ambayo ingeanza muda mfupi ujao, huku akimwacha Eric mapigo ya moyo yanamwenda mbio akilifikiria ombi la Irene. Ukweli mama Irene alikuwa katika wakati mgumu sana. Hata mume wake alijua hilo,
mkiachilia kuonekana amenuna muda wote, lakini pia hata ulaji wake ulikuwa tofauti. Mke wangu, jikaze basi. Usidhani ni rahisi kumchagulia mwanaume wa kuwa naye, na yeye ni binadamu, ana maamuzi yake pia, alisema Dr. Simon kwa sauti ya kumsihi mke wake, ambaye ndio kwanza kama alimtunisha kidonda. Lakini mume wangu, ni jukumu letu sote kuhakikisha mtoto wetu anaishi vizuri. Hebu ona maisha yule kijana na mama yake, halafu mtoto wetu ndio akaishi naye vile. Aliongea kwa kulalamika Irene, lakini ilikuwa sauti ya chini. Hakutaka watu wengine wasikie mle kantini. Kivipi mke wangu? Maisha ni kupanga, na yule kijana ana juhudi za kazi, na imani atafanikiwa endapo atajipanga vizuri, na sisi tukiwawezesha, alisema Dr. Simon kwa sauti yenye busara. Yaani katika vitu ambavyo sitarajii kuvifanya ndio hicho. Yaani kabisa nianze tu. Halafu akimwacha mwanangu. Hapo Irene aliongea na kumalizia kwa kicheko cha uchungu. Dr. Simon akaona akizidi kumsemesha mke wake basi atavuruga mambo. Tena kesho nikirudi tu naanza kushughulikia hili swala. Sitaki ujinga, alisema Irene huku anainuka na kuelekea sehemu ya kunawia, akimwacha mume wake anatikisa kichwa kwa masikitiko. Mbogolendi, ukweli watu wa karibu na mfalme walikuwa katika wakati mgumu sana. Kuanzia waziri mkuu na mshauri mkuu wa upande wa wanawake, ambaye kwa siku za nyuma cheo hiki hushikiliwa na mke wa mfalme, pamoja na wafanyakazi wa hapa kwenye ngome ya mfalme. Maana mfalme hakuweza kula vizuri, akionekana kuwaza muda mwingi na kusababisha mwili wake kuanza kupungua. Mara nyingi walimfumania akisema, Mwenyezi Mungu, nisaidie japo niwaone mke wangu na mwanangu kabla ya kifo changu. Ukweli mfalme alitia huzuni. Waziri muda mwingi alikuwa anapigiwa simu toka kwa viongozi wa nchi mbalimbali wakiomba mwaliko wa kuja kuhudhuria sherehe hizo za kumtangaza mtoto wa mfalme. Waziri huyu alijaribu kwa kila hali kumliwaza kiongozi na rafiki yake mkubwa, lakini hakufanikiwa, zaidi ya kupewa jibu ambalo aliliona lina ukweli ndani yake. Kuna vitu ambavyo vinaweza kusahaulika, lakini sio penzi la kweli. Haya alikuwa ni maneno ya mfalme Eugene wa pili wa Mbogolendi. Wakati huo mitaa vitongoji vyote vya Mbogolendi, wasichana warembo waliojiamini kuwa wana sifa ya kuwa wake wa mwenye kijana walikuwa wanajifungia ndani, huku akiandaliwa kwa ajili ya kwenda kupita mbele ya mfalme ajaye ili kujaribu bahati zao. Maana alikuwa ameshaisiwa kuwa kikao walichoitisha mfalme ni cha kutangaza tarehe ya sherehe hiyo ya kumtangaza mtu ambaye atatambuliwa kama mtoto wa mfalme. Basi upande wa Irene, baada ya kumaliza kujipaka yale mafuta, akageuka na kumtizama Eriki, huku amezuia kifua chake kwa mkono wa kushoto na kuyabana maziwa yake. Mbona bado hujavua? Aliuliza Irene kwa sauti ambayo iliambatana na kicheko chake cha aibu, huku dimples zikionekana vizuri. Si utaniona baadaye tukitoka kununua chakula, alisema Eriki, ambaye aliona wanakoelekea ndio kule kila mwanaume lijari hutamani kwa mtoto huyu. Mimi nataka sasa hivi bwana. Sasa sauti ya Irene ilitokea puani. Nionyeshe basi na mimi nitakuonyesha, alisema Irene akisogea kwa Eriki na kuanza kufungua kishikizo, akionekana kuzidi kutamani kuona dudu ya Eriki ambayo kwa nje tu ilionyesha kuanza kushtuka na kusimama. Ukinionyesha halafu nikitamani? Eriki aliuliza, huku akimtazama Irene anapoangalia kufungua zipu ya suruali yake, huku muda wote ametizama pembeni na mkono mmoja amezuia kifuani kwake, japo alikuwa amekaribiana kabisa. Si utanifundisha taratibu? Alijibu Irene huku akicheka cheka. Ukweli ni kama ungemwona Irene muda huu usingeamini kuwa ndio yule dokta, maana alikuwa anaongea kama mtoto wa darasa la 7 au form 1. Nitakufundishaje sasa? Aliuliza Eriki kwa mshangao wa furaha, maana aliona kila dalili ya kula kitumbua cha Irene, ambaye sasa alikuwa ameshafungua zipo kuanza kuishusha suruali ya Eriki kwa mkono mmoja. Utachezea juu, alisema Irene kwa sauti ambayo ilionyesha wazi kuhitaji kitu fulani, maana licha ya kusikika kama inatokea puani, pia iliambatana na pumzi nzito. Nikikoseaje? Mimi mwenyewe sijawahi, aliuliza Eriki huku anacheka cheka. Wakati huo Irene anahangaika kushusha suruali ya Eriki kwa mkono mmoja. Vua basi Eriki, mimi nataka nione, alisema Irene kwa sauti ya kudeka, na hapo Eriki akaishusha suruali yake mpaka magotini,
huku Irene akishusha macho yake kwenye dudu ya Eric na kujikuta akikwepesha haraka huku akijiziba uso. Kumbe kubwa hivi, alisema Irene, ambaye ni mara ya kwanza kusimama mbele ya mwanaume. Wakiwa katika hali hii, wote wakacheka kama malofa. Irene akatazama tena dudu ya Eric ambayo kiukweli ilishakuwa tayari kufanya kazi yake, maana ilisimama kweli kweli ikipindia kwa juu. Hayumi kweli na ilivyosimama, alisema Irene huku anapeleka mkono na kuigusa dudu kwa kidole chake, nayo ikanesanesa. Nishike Eric? Irene aliuliza akiwa anaigusa tena mashine kwa kidole chake. Eric akaitikia kwa kichwa kukubaliana na Irene, ambaye alijaza dudu ya Eric kwenye mkono wake na kuufumbata kama vile anapima dudu ya mpenzi wake huyo. Mbona ina joto hivi? Aliuliza Irene huku akiachia dudu na kujaribu kumtizama Eric usoni, lakini akashindwa na kujikuta na tabasamu na kuangalia pembeni. Mimi mwenyewe sijui. Haya, nawe nionyeshe ya kwako, alisema Eric huku anaanza kupandisha suruali yake. Usivae kwanza, mimi nitaona aibu, alisema Irene huku anashika chupi yake na kuishusha kidogo kiasi cha kumfanya Eric aione sehemu ya juu ya kitumbua ambayo ilipambwa na nywele fupi ambazo kama kunyolewa basi ni siku kama 4 au 5 zilizopita. Hapo Eric akatulia kisubiri chupi ishushu zaidi, lakini akashangaa kuona Irene akiacha kushusha nguo yake hiyo na kuanza kucheka. Mimi naona aibu bwana, nivue wewe basi, nivue mwenyewe, alisema Irene huku anamkumbatia Eric na kuficha uso wake shingoni kwa Eric, mikono akizungusha kwenye mabega ya kijana huyo huku akihisi dudu ya kijana huyo ilivyosimama haswa ikimgusa kwenye kei yake. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 11 ya simulizi yetu hii ya Binti Tausi. Kwa siku ya leo naomba tuishie hapa, tuendelee hapo kesho, maana sijui mambo yanakwenda kuwa yani murwa waka. Yani hapa ndio tutaanza ile umutu. Guys, tukutane hapo kesho tuone hawa wawili watafanya nini, maana sijui washaanza kuvuana nguo kwa mara nivulie, mara naona aibu. I don't know what will happen, lakini tukutane hapo kesho katika mwendelezo wa sehemu hii ambayo itakuwa ni sehemu ya 12. Asante sana kwa kuichagua Light Simulizi. Asante kwa kunichagua Binti Trishi, na kupenda sana, yani love you so much. Nathamini sana support yako.